Lazima tu tukubaliane kwamba sio kwamba eti haumpendi, sio kwamba eti haujui anachokitaka, sio kwamba eti hisia kwako ni tatizo, sio kwamba eti una mtu mwingine, sio kwamba hautaki tendo, lakini sio kwamba haujisikii. Ni kwa sababu tu kukosa hisia ni hali ya kawaida kabisa, na inaweza kumkuta mwanamke yoyote. Huenda kutokana na matatizo au hali mbalimbali zinaweza zikaambatana. Huenda una dawa unazotumia, huenda una hali ya stress ya muda mrefu, huenda unapitia changamoto ya kubadilika kwa mfumo wa uzazi kwa ujumla, huenda unakosa usingizi, unapitia matatizo ya kimahusiano ya muda mrefu. Hata kama hauna mahusiano mazuri na mwenza wako, unaweza ukajikuta tu hauna shida yoyote hususani ya kihormone, ila unajikuta unapitia changamoto hii ya mabadiliko hususani ya hisia za tendo la ndoa. Kwa hiyo unaweza kukuta mwenzio anahitaji, ila basi haujisikii tu wewe mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya kuanza kufikiria kwamba changamoto ya uzazi huwa inaanza na kukosa hisia peke yake, basi anza kufuatilia ni kwa sababu gani huwa unakosa hisia. Na ni moja wapo ya changamoto, kama ikikaa kwa muda mrefu itachochea kwa kiwango kikubwa kubadilika kwa hormones za uzazi, hivyo kuleta matatizo mengine hususan kwenye kutafuta mtoto na kutoa nangaika kwa muda mrefu. Kwa hiyo nipo na katika safari ya kuitwa Mama Bali leo tumekuwa tukiwasaidia wanawake wanaopitia changamoto za kukosa hisia kwa muda mrefu.